kuhusiana na mzigo wa saratani humu nchini. Na Onsare, shukran sana, na tukizidi kuhusisha wananchi kuhusiana na mjadala wa siku ya leo hapa katika mji wa Nyahururu. Na watu baadhi ya wakazi kutoka eneo hili ambao vile ningependa kusikia hisia zao ni zipi kuhusiana na mzigo wa saratani humu nchini. Karibu tu ndani ya TV47. Ukianza kwa majina, tueleze wewe kama mwenyeji kutoka mji huu wa Nyahururu, unaofahamu upi kuhusiana na ugonjwa wa saratani? Jina langu ni William Ng'ang'a Kariuki, ambaye anajulikana Coach Fabish, kutoka town hii ya Nyahururu, Igwamete Ward, county ya Laikipia. Ufahamu wangu katika hali ya ugonjwa wa saratani ni eti saratani wakati inakushika namna hiyo ni ugonjwa ambao unaleta hasara kubwa sana kwetu wananchi ama wagio wa kawaida. Kwa hivyo tungependa wewe ukipatikana na hiyo saratani, first of all, kipia immediately haraka kwa hospitali utibiwe. Manake hii saratani ikikupata namna hiyo, wewe ni wewe na Mungu wako. Kwa hivyo wewe kama mkazi au mwananchi wa kawaida, ni changamoto gani ambazo wewe ukumbana nazo au wananchi wengi ukumbana nazo wanapotafuta matibabu ya ugonjwa wa saratani? Ile changamoto ambazo sisi wajiko ama wagio tunakupana naye katika hali hii ya saratani ni eti utakuta kwamba wewe umeenda kwa laboratory, umeandikiwa dawa. Wakati umeandikiwa dawa, utakuta mahospitali yetu sana hapa Nyahururu hakuna hizo madawa, na hata madaktari ambao wako katika hii maabara utakuta kwamba hawana ile uwezo ama ufahamu wa kutibu ile ugonjwa wa saratani kabisa. Hawana ile experience kutoka pale, yani medical health. Yeah. Kwa hivyo wito wako ni upi hususan kwa kaunti ya Laikipia, vile kwa serikali kuu kuhusiana na matatizo au ugonjwa wa saratani? Hususan mimi kama Fabish ama mkaaji wa Laikipia ama wajiko ama wagio, sisi tunahudhunika sana kutoa wito kwa serikali ya kaunti ya Laikipia inunue madawa ya kutosha na iweke wale wa madaktari ambao wamehitimu sana katika ile taaluma ya udaktari. So utakuta kwamba kule hakuna wale wako wanatunabiwa, utakuta kwamba wale ambao hawana taaluma ile ya kutosha kutibu sisi wajiko ama wagio wa Laikipia County. Asante. Nawe bwana, ukikaribia tu hapa, tumemsikia Coach Fabish akisema, akitoa maoni yake. Wewe kama kijana unaofahamu upi kuhusiana na ugonjwa wa saratani? Na je, Wakenya wengi huwa wanapata au wanagundua kuwa wana saratani wakati gani? Asante sana bwana Laban. Jina langu ni Derrickson Kairu, mwanasiasa chipukizi wa Laikipia County. Ninavyojua ugonjwa wa saratani, mtu mmoja kwenye jamii anapopata ugonjwa wa saratani huwa ni kama hukumu la kifo. Lakini sisi tunavyosema ni kwamba si hukumu la kifo, kwa sababu saratani inaweza ponywa, saratani inatiba. Kwa hivyo vile ninavyoelewa ni kwamba saratani ni jambo ambalo linaweza tibiwa, na saratani ni kwamba jambo hilo, ugonjwa huo ukiweza chukuliwa kwa maana unaweza tibiwa. Kwa hivyo saratani inaweza tibiwa. Wakenya wengi huwa wanaufahamu au wanafahamu wanaugua saratani wakati gani? Na je, ni kipi au ni jambo gani ambalo husababisha Wakenya wengi kugundua wakati huo? Tunavyojua ni kwamba saratani iko na levels, na level ya kwanza wa mtu anapopata saratani ni ngumu sana kuielewa hiyo saratani. Level ya pili ndivyo unapata dalili kidogo inakuja, na wakati mwingi unapata mtu ama victim ama anayegonjeka saratani anakuja kupata yale machungu ya saratani inapoenea kabisa. Kwa hivyo lile jambo ambalo linafaa ni kuwa sisi kama wananchi wa Kenya tunapopatwa na janga lile, hata si mimi peke yangu, ila wewe unapopata saratani hiyo unafaa ukimbie hospitali upate vipimo zile ambavyo vitaweza kukusaidia. Kwa kifupi tu, changamoto gani ambazo Wakenya wengi hukumbana nazo wanapotafuta huduma au matibabu ya ugonjwa huu? Changamoto ya kwanza ambao Wakenya wanaopitia, ya kwanza ni gharama. Watu wanapokuwa gharama iko juu
kwa sababu vipimo vyake viko hali ya juu. Tunapoangalia vitu kama radiotherapy, chemotherapy, hizo ni vipimo ambavyo vinachukua bei ya juu. Na kwa hivyo kitu ambacho naweza sema ya kwamba gharama serikali inaposaidia hawa Wakenya wagonjwa tunaweza saidika. Kitu ya pili ni unyanyapaa katika jamii. Unyanyapaa umekuwa jambo ambalo ni sugu katika jamii. Ya kwamba mtu anapopata saratani hawezi saidika kwa sababu jamii inamtenga kando na kwamba itaona ni kama wanakuwa mzigo kwao. Kitu la tatu ni kwamba tumekosa miundombinu. Miundombinu ni vitu kama mtu atatoka kama kwa mfano tuko hapa Nyahururu. Ukienda vitongoji fulani kama Muthengera, Ng'arua, huyo mtu lazima akuje hapa hospitali kuu ya Nyahururu ili aweze kupata. Unapata safari hiyo inakuwa ndefu na huyo mtu kupata hata nauli inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo wito wako ni upi kwa serikali chini ya sekunde 30? Wito wangu katika serikali kuu ya nchi ya Kenya, acha tuanze na serikali ya county. Ya kwanza ni waweze kuleta zile vipimo, for example the chemotherapy machines, wazilete karibu na wananchi ili tunapopata ugonjwa huo ya kwamba wananchi ambao wako karibu na mji wa Nyahururu hawatatatizika kwenda miji ya Nakuru, Nairobi, vitu kama hizo. Kitu ya pili ni kwamba kusikuwa na uhaba wa madaktari wa saratani, kwa sababu tumepata madaktari wengi wa magonjwa mengine, lakini tunapokuwa na madaktari wa saratani inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo mimi ningeomba ya kwamba serikali ya county na serikali yani serikali ya ugatuzi na serikali kuu wakaweza kushirikiana ili hizo mashini yakaweza kukuja katika Wanjiku wampate karibu. Asante sana. Na Onsare, kama vile ambavyo umesikia, hayo tu ni maoni ya wakazi kutoka mji wa Nyahururu wakisema kuwa kwa kiwango fulani hamasa kuhusu ugonjwa wa saratani, vile mzigo wa kutafuta matibabu ya saratani walemea Wakenya wengi. Hivyo wanatoa wito kwa serikali kuu, vile serikali za kaunti kuweza kushirikiana ili kuhakikisha kuwa saratani inakabiliwa ipasavyo humu nchini. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huko ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezelea kuregesha usukani kwako Onsare. Na shukran sana Laban Muhinda kwa taarifa hiyo na vile kuzungumza na baadhi ya wakazi kutoka eneo la Nyahururu, kaunti ya Laikipia, wakitoa hisia